Jiandae Mheshimiwa Jonas William Mbunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kutoa mchango wangu katika ofisi nyeti kabisa ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi Wakristo kwenye maandiko matakatifu kwenye Biblia, Bwana Yesu ametufundisha somo la kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Somo hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunalitafsiri pia kwenye maisha ya kawaida. Tunafundishwa kuwa na moyo wa shukrani kwa kila jambo ambalo Mungu ametutendea. Kwa salamu hizo, niishukuru sana serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi kwa namna ambavyo kwenye jimbo langu kwa kiwango kikubwa sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, wamejitahidi sana kuwasaidia walipa kodi wa jimbo langu katika sekta ya elimu, afya, maji, miundombinu, kilimo pamoja na sekta zingine. Ninawashukuruni sana serikali. Wananchi wangu wanawashukuru sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na shukurani hizo, bado ninakuomba kaka yangu Profesa nguli kabisa, waziri wangu, mtu mnyenyekevu, na kwa kweli nikupongeze, umepata manaibu waziri wanyenyekevu sana. Nikuombe Profesa, jimbo la Ikungi Magharibi ni jimbo lenye jiografia ngumu sana. Kuna watu wanatoka kilomita 240 kufika makao makuu ya wilaya. Mimi nilipoingia madarakani mwaka 2015, jimbo langu lilikuwa lina zahanati kama 7 za vijiji. Lakini tulianza juhudi na wananchi, tukajenga maboma ya zahanati karibia jimbo zima. Na kwa kweli niishukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi. Walitusaidia kutuletea fedha, tukayamaliza yale maboma. Kaka yangu Shemdoe, ninakuomba sana 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 sana, wananchi wa jimbo la Ikungi Magharibi, kuna kijiji kinaitwa Mayaha. Tumejenga boma la zahanati kwa miaka 8 sasa. Tunaomba serikali mtuletee fedha tumalize boma la walipa kodi hawa. Ninakuomba sana. Naibu waziri, ninakuomba uandike hicho kijiji. Lakini pia nina kijiji kinaitwa Mwankalaja. Mimi nilipoingia madarakani kama mbunge, nilianzisha harakati za ujenzi wa shule ya msingi. Tukajenga shule kwa kujikongoja kwa kutumia fedha za jimbo. Hali ya hewa ya kule, sisi tunapakana na bonde la Wembere, shule imesombwa, watoto wana miaka 2 hakuna shule. Nilikuja wizarani, nikakaa na wataalamu wenu, nikawaomba waniletee fedha tujenge shule ya msingi. Mheshimiwa Shemdoe, ninakuomba kaka yangu, watoto hawa wa Kitanzania wanakosa haki za msingi za kwenda shule. Ninajua serikali yetu imefanya mambo mengi makubwa. Ninaomba shule ya msingi Mwankalaja itengewe fedha tuweze kuikamilisha. Mheshimiwa, jambo la 3, na hili kwa sababu nimefurahi, nilisema nitalizungumza, lakini nimemwona waziri mkuu pia ameingia, na kwa sababu waziri mkuu ana coordinate serikali yote, niombe, tunayo barabara ya kutoka Singida kwenda Sepuka, kwenda Ndago, kwenda Kizaga, na hii barabara inapita katika kata karibia 4 za Mheshimiwa Waziri Mkuu. Niombe, tunaomba tuletewe fedha ili barabara hii iweze kujengwa kwa kiwango cha lami. Tulifanya sherehe kubwa, wananchi tukawaalika, wakajaa, lakini barabara hii haikujengwa mpaka leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la 3, ninaomba nitoe ushauri wa jumla katika sekta ya nishati ambayo pia iko coordinated chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwanza kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiri, serikali yetu imechukua hatua za makusudi na za kimkakati za kuhakikisha kwamba taifa letu linabaki salama katika upatikanaji wa mafuta. Excellent work, kazi njema sana, ninawapongezeni serikali. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, pamoja na hatua hizo nzuri zilizochukuliwa, sisi kama wabunge, sisi kama sauti ya wananchi,
tunayo sababu ya kuitaka serikali na kuishauri serikali iende hatua 100 mbele ili kupunguza mzigo mkubwa wa walipa kodi wa Tanzania katika zahama ya kipindi hichi cha mafuta. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa ushauri kwa serikali. Pamoja na hatua nzuri walizozifanya wenzetu wa TPDC, wamefanya kazi nzuri sana TPDC. Wameweza kuhakikisha kwamba tunapata uhakika wa mafuta ya mwezi wa 5, wa 6 na wa 7. Ni jambo jema sana TPDC walifanya. Na ninajua wanaweza wakakutana na mazengwe mengi sana, kwa sababu ninajua biashara hizi zinawapa watu wengi faida, na watu wakati mwingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, wanaweza wasipende sana kuona kwamba Watanzania wanashushiwa mzigo. Wao wanataka wa maximize profit bila kujali taifa linaumia kwa kiasi gani. Maana tuna taarifa hata juzi kuna baadhi ya meli tunasikia zilitaka kuanza kuwa diverted. Zilikuwa zinaleta mafuta wakataka kuanza kuzidivert ili kusudi kuumiza watu, wao kama maximize profit. Ninaipongeza sana wizara, nina taarifa mmetoa maelekezo meli zishushe mafuta nchini ili kuwashushia Watanzania mzigo. Ninawapongeza sana wizara. Huo ndio uzalendo, huko ndiko kulipenda taifa, huko ndio kuipenda nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa ushauri. Serikali ninawaomba, kwa nini tusijenge storage facility ambazo tutakuwa tunaweka mafuta mengi nchini, wakati wa dharura kama huu unapojitokeza, tunaweza tukayachukua mafuta hayo na kuyatumia na kuyauza kwa nchi jirani. Hili tumewahi kulizungumza hapa bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashindwa nini sisi kuwa habu ya kuwa na akiba ya mafuta na kuweza kuuza Zambia, Mozambiki pamoja na nchi nyingine zinazotuzunguka? Tunashindwa nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Na sisi Mungu ametupa nchi ambayo iko katika mikakati ya kijiografia ambayo tuna uwezo wa kufanya hivyo, na kujikuta akiba tulionayo, tukipata shoku kama hizi tunajikuta kwamba taifa letu aliingia katika matatizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa ushauri. Serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kaka yangu, chukua pointi 5 muhimu wakati huu. Chukua pointi 5 muhimu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nenda kakate matumizi ambayo hayana umuhimu yote ya serikali, kuanzia mwezi wa 4, wa 5 mpaka wa 7. Fedha zitakazopatikana weka ruzuku kwenye mafuta yashuke bei, tuwasaidie Watanzania waweze kupata unafuu ili kusudi uchumi wa taifa usiweze kuyumba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nataka nikwambie, fanyeni rais wetu aendelee kuwa popular president kwa kufanya matukio ambayo yatawagusa Watanzania. Hapa tukitaka kumung'unya maneno tutakuwa hatumsaidii huyo rais ambaye tunasema kwamba tunampenda. Kumsaidia rais wetu ni pamoja na kutoa ushauri wa kijasiri. Serikali mchukue hatua za kimkakati za kuhakikisha kama itashindikana hata baadhi ya tozo ziondoeni wakati huu, ili Watanzania wapate matunda ya kumchagua Rais Samia Suluhu Hassan kwa kishindo kikubwa katika uchaguzi uliopita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninatoa ushauri. Kapunguze maposho ya serikali ni huko baba yangu, kaondoe vikao ambayo hayana tija wakati huu, ili fedha mtakazoziokoa muweke ruzuku kwenye mafuta tuweze kuwasaidia Watanzania. Watu wetu wa TPDC tayari wameshachukua hatua kuhakikisha ya kwamba mafuta safari hii yanaagizwa na taasisi yetu ya serikali, ili kusudi tusiwe na mashaka kwamba mafuta yanaweza yasiwepo nchini. Kwa hiyo hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninatoa ushauri, na hili mimi nakwambia ukienda kulifanya utaona nchi itakavyotabasamu na utakuwa umechukua pointi 5 muhimu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini jambo la 3 nalo shauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumezungumza sana swala kuhusiana na mambo mazima ya bulk procurement. Hivi kwa nini tusifike muda, tulikuwa tuna nia njema kwenye bulk procurement, kwa nini tusifike muda Mheshimiwa Mwenyekiti turuhusu makampuni mengi ya compete kwenye mafuta? Kwa sababu ukiangalia kwa trend ya sasa hivi ni only makampuni 4 tu, na haya yote ukifuatilia kwa undani, ukisoma, wanafanya makatel, bei ya mafuta inakuwa kama vile watu wanaipanga. Kwa nini tusiruhusu taifa letu makampuni mengi yaruhusiwe kuingiza mafuta? Kazi ya serikali iwe kuangalia ubora na kuchukua kodi kutoka mamlaka ya serikali ili tuweze kuwasaidia wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ninajua muda hautoshi, lakini niishukuru sana serikali na niendelee kumtia moyo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuna watu wanasema mambo mengi, wengine wanataka hata kufikia stage kulichonganisha bunge na rais. Hapa ndani hakuna mbunge hata mmoja wa kuthubutu kuwaza mambo kinyume na rais wetu tuliyemchagua na kumpigania. Kuna watu kazi yao kutunga majungu, na kupitia hayo majungu wanataka wapate fedha
ili kusudi ionekane eti bunge lina mgogoro na rais. Hatuna mgogoro na Rais Samia na bunge hili, na sisi wabunge wa CCM tutamlinda rais wetu toka ameingia madarakani mpaka anamaliza muda wake wa kikatiba. Tutamlinda sisi humu ndani. Wale wanaopeleka majungu kama kuna wabunge eti wanataka kupiga sijui vote of no confidence, hakuna mbunge hata mmoja wa Chama cha Mapinduzi atahangaika kupoteza muda. Kazi yetu itakuwa kumlinda rais, na kama wale ambao wamezoea kufanya makandarasi ya kutunga majungu ili wapate fedha kuumiza watu wengine, sisi wabunge wa Chama cha Mapinduzi tutamlinda rais wetu kwa wivu mkubwa, tutamlinda kwa jicho pana, na Mungu atusaidie wapika majungu wote. Bwana Yesu awape laana kubwa. Tunataka rais wetu apate utulivu, hatutaki majungu, mara kuchonganisha bunge, mara kuchonganisha wabunge. Kwa faida ya nani tunafanya haya mambo? Tumwache mama wa watu apate utulivu, aongoze serikali hii, aongoze taifa hili, amalize muda wake. Mungu aweze kulipa baraka taifa letu na kuacha tabia ya majungu ya kutaka kuligonganisha serikali na bunge. Nafikiri nimeeleweka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana. Asante Mheshimiwa Elibariki Kingu kwa mchango wako. Nilimuita Mheshimiwa